yangu kweli, lakini sasa wewe unajua changamoto za Pampers tena na maisha yenyewe yalivyo haya. Sasa nikikubali mimba nini tena kinatokea alafu. Namuona kuna jirani yangu pale nani huyu Kashumu huyu. Kutwa anahangaika la Pampers ya kuipata ngumu kila siku. Sisi karibia natumia 3000 kwa siku nitatolea wapi? Ndio maana najitia nakataa nimelea mimba siku zote. Lakini nikakaa nikajifikiria nikaona hapana. Inabidi nimtimue. Ila ni kweli. Mambo sio kununua mapempa, mambo sio nini. Mara toto limejinyea, ununua sio vitu gani, yanachosha. Mara kufinyi mashavu. Mara sio kitu gani, linalia toto kilibembeleza linyamaze. Ni bora vile vile ulivyomchimua ndugu yangu. Sasa niache kula ujana mimi, niache kujifedelea bana. Baba lili na mtoto tutongoza demu anakukataa. Ana mtoto wa shauri yako. Unakuwa unajidhalilisha. Kijana mdogo na mtoto wa nini? Lakini nimefanya sahihi kidogo. Sahihi, mwache liende kule. Toto badala ikija kukuona muomba msamaha. Baba yako nilipitiwa. Muomba msamaha. Maisha yanaendelea kram. Sasa shauri yako. Toto lije kwa stari kukatae mpuuze. Utajua mwenyewe. Queen. Siku. Salama mzima. Yaani kiukweli mimi sifiche natamani hata najuta kwa kweli, natamani hata bado ni bebi wako. Usijali. Yaani kiufupi tu nikwambie, mtoto wako bado yupo, Mungu alinijalia sikutoa mimba, nimelea, nimejifungua na mwanao bado yupo na nakuhitaji pia. 1 2 3 4 5. Tuliachana mimi na wewe ni miaka 5. Ina maana mtoto atakuwa na miaka 5, set? Yeah. Nimekuza kwa kweli. Na mimi baba. Nilimpeleka Ulaya kimasomo. Na Ulaya tena kashafika? Na kasharejea.